Misiba itaendelea kuwepo na sisi tutaendelea kuwepo kwa sababu msiba au kufa ni ibada. Sasa niombe jambo moja kwa kutumia hadhara hii. Kwanza kwa sababu ya umuhimu wa ndugu yetu, ndio maana mnaona watu wengi wamekuja hapa. Hata mimi nilikuwa nasafiri leo, nimeahirisha safari mpaka nimsindikize ndugu yangu kwa sababu ya ujirani niliokuwa nao. Sasa niombe tutumie misiba hii vizuri. Tulikataza siasa kwenye misiba. Nayo ni maelekezo kwa mkoa mzima. Tutumie misiba hii kuwafariji ndugu zetu ambao wamepoteza mpendo wao. Tutumie misiba hii kuomboleza. Tusitumie misiba hii kwa mambo ya kisiasa. Wanasiasa tuna nafasi kubwa ya kuandaa mikutano na kuita watu kama hivi, tukafanya siasa zetu. Lakini tusitumie misiba hii kuleta uchochezi. Tusitumie misiba hii kuleta uchochezi. Ndugu yangu Glorious, nakushukuru sana. Labda niseme Glorious huyu sijafahamiana naye leo, nimesoma naye na tumelala naye chumba kimoja. Na tumefanya naye kazi za serikali tangu mwaka 2020. Kwa ukubwa sana. Nikushukuru sana kwa kuja. Sasa niwaombe wanaTarime, kama nilivyosema, kama una hoja yoyote, una changamoto yoyote, ofisi za serikali ziko wazi. Na hatufukuzi mtu, tunapokea watu. Na tunahitaji mtuletee taarifa. Mtuletee changamoto kwenye maeneo ambayo mnaishi. Tusitumie misiba. Labda niseme leo iwe mara ya mwisho. Ukirudia kuleta uchochezi hapa au kuchafua serikali hapa kwenye kipindi ambacho tunataka tufanye maombolezo, tutoe faraja kwa wafiwa, kwa kweli tutakuchukulia hatua. Tusianze kupiga kelele huko tena tunachukuliwa hatua. Kwa wale waliochafua hapa na kuleta uchochezi, nimewasamehe kwa leo. Lakini iwe mwanzo na mwisho. Na kazi na kufanya na serikali wakati mwingine tusiingilie sana wakati tunafanya uchunguzi. Tutakutaka wewe utusaidie mwanzo mwisho. Sijui kama utaweza. Watu kupotea sio Tarime peke yake. Na kuna sababu nyingi, sio sababu moja. Na hakuna sababu ya kunyoshiana mikono. Tusaidiane tupate majibu yenye tija, sio uchochezi. Kwa nitumie fursa hii kuomba msamaha sana kwa familia. Sana. Kwa niaba ya serikali naomba mtusamehe kwa kutumia uwanja huu badala ya kuwafariji, badala ya kuwapa moyo, tukaongea mambo ya kipuzi hapa. Mtusamehe sana. Nimeombea msamaha na wengine wote waliofanya hayo mambo. Lakini tunaungana na familia hii kwenye kipindi kigumu sana. Unajua, unaweza usione uchungu wa kufiwa kama hujafiwa. Lakini ukifiwa ndio utaona uchungu wake kumpoteza ndugu yako. Na wala huwezi kuongea haya maneno ambayo unaongea hapa. Kwa wanajamii kwenye eneo hili pamoja na familia, naomba mtusamehe sana kwa haya yaliyotokea. Lakini kiufupi tuko pamoja na nyie kwenye kumsindikiza ndugu yetu kwenye safari yake ya mwisho. Na kama ujumbe wote na viongozi wetu waliopita wameongea kwa kirefu kwa namna wanavyomjua, na imejidhihirisha wazi kwa umati ambao uko hapa. Hakuwa mtu wa kona kona. Kwa hiyo sisi ambao tumebaki tuendelee kuiga yale mazuri aliyofanya ndugu yetu Machango. Na wanaTarime naomba tuungane tu wamoja zaidi, tupendane zaidi, tushirikiane zaidi. Kwa ajili ya maendeleo yetu, lakini pia kwa ajili ya ustawi wetu. Ndugu zanguni, na wapeni pole wote, lakini wote tumtumikie sana Mungu na tumtegemee sana Mungu kwenye maisha yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.